kufuga kuna nguruwe kwa sababu tuliangalia fursa kwanza. Tukaangalia uhitaji. Hapa Kigoma nini wanahitaji zaidi? Tukaangalia upande wa kuku kwanza, tuanza na kuku. Tukaona kuku wanahitajika zaidi, ndio tukafanya hiyo issue ya kuku. Baadaye tukaenda tukaona pia nguruwe wanahitajika sana pa Kigoma. Kwa hiyo tukaamua tufanyaje, tufuge na nguruwe. Ndio. Sawa, na paka sasa hivi mna muda gani kuanzia mwanze kufuga? Kwa kuku tuna kama miezi 8. Ila kwa nguruwe tuna miezi 5 sasa. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV, na leo ni siku nyingine tena. Kama kawaida, kazi yetu ni kuhakikisha tunakupatia maarifa na kukuletea kilicho bora kwenye upande wa kilimo na ufugaji. Leo tena ni siku nyingine ambapo tupo Kigoma mjini, Mji Mwema. Na huku tumemtembelea mfugaji wa kuku chotara, lakini pia mfugaji wa nguruwe. Hapa tumekuja kuzungumza mengi sana kwa lengo la kuweza kukuhamasisha wewe mfugaji wa Kigoma, kuweza kukuonesha kwamba inawezekana. Vyovyote vile, popote pale, ufugaji unawezekana. Tutazungumza mambo kadha wa kadha na muhusika ili uweze kupata elimu hiyo. Lakini pia na kukumbusha tu ni kwamba endelea kutumia bidhaa za Koudijs kwa sababu ni moja kati ya bidhaa ambazo ni bora kwako wewe mfugaji. Hakika ukianza kutumia bidhaa hizi hautajutia. Matokeo yako ya ufugaji yatabadilika. Wewe twende pamoja ili uweze kujifunza na ufahamu kitu ambacho nimekuandalia kwa siku ya leo. Mimi ni Imani Rubaba na hii ni Rubaba TV. Rubaba TV. Dada yangu, napenda kuwapongeza kwa hiki kitu ambacho mmefanya. Nimezunguka shambani kwenu, nimeangalia aina ya kuku na nguruwe. Ni kitu ambacho kiko serious sana. Hongereni kwa hilo. Asante sana. Sawa. Kwanza tungependa ujitambulishe, majina yako, mpo sehemu gani, na specifically kwa mtu ambaye anatutazama kwa mara ya kwanza ajue mnafuga nini na nini. Sawa, kwa majina naitwa Faith Mwakarasi. Napatikana Kigoma mjini, mtaa wa Mji Mwema, barabara ya Mwitongo. Ndio. Na hasa mnafuga nini? Tunafuga kuku pamoja na nguruwe. Sawa. Na aina ya kuku mnafuga kuku aina gani? Kuna kuku tuna aina 2. Tunafuga Saso na Broiler. Sawa. Mimi binafsi nafahamu kuna ufugaji aina nyingi. Kuna ng'ombe, kuna nini, lakini kwa nini mliamua kufuga kuku na nguruwe? Tuliamua kufuga kuku na nguruwe kwa sababu tuliangalia fursa kwanza. Tukaangalia uhitaji. Hapa Kigoma nini wanahitaji zaidi? Tukaangalia upande wa kuku kwanza, tuanza na kuku. Tukaona kuku wanahitajika zaidi, ndio tukafanya hiyo issue ya kuku. Baadaye tukaenda tukaona pia nguruwe wanahitajika sana pa Kigoma. Kwa hiyo tukaamua tufanyaje, tufuge na nguruwe. Ndio. Sawa, na paka sasa hivi mna muda gani kuanzia mwanze kufuga? Kwa kuku tuna kama miezi 8. Ila kwa nguruwe tuna miezi 5 sasa. Ndio. Na kwa idadi tu ya kuku mlizonazo, lakini pia na nguruwe mna idadi kiasi gani? Kwa sasa kuku waliopo bandani kama kuku 1300 kama na 40 hivi. Kuna nguruwe, tuna nguruwe 11. Natumaini nikija wakati mwingine nitakuta mna nguruwe wengi sana. Ndio tumaini letu. Ndio. Sawa. Sasa tunafahamu chochote kile ambacho kinafanyika huwa kina malengo, na huwa kila mtu anafikiri kichwani kwake anataka kufanya nini. Nataka kufahamu tu nyie mnajionaje mbeleni, miaka michache mbeleni? Kwa kweli tunajiona wa mbali sana sasa katika ufugaji huu. Sababu tunashukuru kila siku tunaona mabadiliko ya ufugaji yanavyoenda, kipato kinavyoongezeka. Ndio. Na mpaka sasa hivi mmeshaanza kuuza pengine kuku au nini? Kuku tulishauza mara nyingi, tulishatoa mara nyingi, tumeuza mara ya kwanza, mara ya pili, mara tatu, au kubandani kama mara ya 4. Mwitikio wa watu wa Kigoma kwenye upande wa kuku mnaonaje? Tunashukuru Mungu, uko vizuri. Uko vizuri, biashara iko vizuri sana. Tunashukuru kwa hilo. Sawa. Chochote kinachofanyika lazima changamoto zipo. Nyie katika ufugaji wenu ni hasa changamoto ni nini ambazo mnazipitia?
Changamoto ya kwanza kwenye upande wa chakula. Chakula tupata changamoto, tunaagiza mbali, gharama ya chakula sasa upande wa vyakula vyote kuku na nguruwe pia. Gharama ilifika Kigoma, muda mwingine unashangaa umeagiza chakula kilichopo ndani kimeisha, cha mbali hakijafika bado. Kwa hiyo unapata changamoto kidogo hapo. Na sasa hivi mmewezaje kuimudu hiyo changamoto? Kwa sababu tunafahamu mtu ili uweze kupaka umeendelea, na maana hiyo changamoto kuna namna ambayo mmeweza kuidhibiti. Mmefanyaje sasa hivi? Sasa hivi tunashukuru tumepata kampuni nzuri ya chakula ambayo mwanzo tulikuwa tunaagiza kutoka Mwanza. Lakini sasa hivi kampuni ya Koudijs tulifanya nao mwanzo, tukawa tunaagiza kutoka Mwanza hadi hapa. Baada tuna chakula chao ni kizuri, kuku wanakuwa vizuri, nguruwe wanaenda vizuri, tukaamua kuagiza na kuwa wakala wa Koudijs hapa Kigoma. Sasa hivi hata pia wafugaji wengine wakihitaji chakula wanaweza kupata? Ndio, wanapata kupitia kwetu. Tupo Kigoma, tuko Mwanga, duka tuko Mwanga pale jengo la Zanzibar Lodge. Pengine tangia mwanze kufuga mlianza kutumia vyakula vya Koudijs moja kwa moja au mlianza na vyakula vingine na baadaye mkaja mkahamia kwenye Koudijs? Tulianza na vyakula vingine, kampuni mbalimbali. Baadaye tukaipata hiyo Koudijs. Tukapata Koudijs tukaitumia, tukaona iko vizuri. Baada kuna iko vizuri na gharama zake za chini kuliko zile kampuni nyingine za mwanzo, tukaona bora tumie hii na tuwe wakala kwa watu wengine hapa Kigoma. Na wewe binafsi katika kuku wako na nguruwe, mlivyokuwa mnatumia vyakula vile vya mwanzo na sasa hivi Koudijs, mabadiliko hasa yako upande upi? Mabadiliko yapo kwa sababu mfano mimi kwangu sasa hivi na miezi 3. Lakini ukiwapima uzito na kilo 3 hadi 4. Kwa hiyo ni mabadiliko makubwa sana tofauti na mwanzo. Kwa hata pia kwenye upande wa kuongeza uzito ni haraka zaidi. Inaongeza uzito haraka sana. Nashukuru sana. Pengine chochote kile mafanikio ambayo mmeyapata kupitia ufugaji wa kuku, sababu nafahamu kuna mafanikio aina tofauti tofauti. Nyie mnaonaje? Kwa sababu paka kitu mnaendelea kukipambania lazima kuna profit. Pengine labda kuna mtu ambaye anatazama hapa aweze kujifunza au akaweze kuhamasika kupitia nyinyi. Mafanikio yapo na mafanikio yanakuja kufanyaje? Kuongeza tu juhudi, kutokata tamaa. Yaani unapoamua kuingia, kwa sababu mimi nimeamua kuingia kwenye ufugaji. Kukabiliana na changamoto zote zitakazokutana. Umeona chakula hiki hakiendi, unawaza nitafuta chakula kingine. Kuko na shida fulani, unawaza jinsi kutatua hiyo shida. Basi ndio hivyo. Sawa. Na pengine ndugu mpenzi mtazamaji, wewe kama unatazama hii video na ulikuwa unajiuliza labda uanze au usianze, nadhani umepata shuhuda hapa, na pengine kesho na utakuwa mfugaji mkubwa, kwa sababu ukiangalia wameanza na kuku wachache na sasa hivi wana kuku wengi. Umesema mna kuku sasa hivi zaidi ya 1000 na kitu? Na kuku 1300 kama na 40 hivi. Naamini mlianza kidogo. Mlianza na idadi gani? Nilianza na kuku 300. Nilianza na kuku 300, nikaja kuku 500, nikaja 1000, nikaja kuna wengine kujaga 2000 wakatoka, sasa hivi 1300 na Mimi binafsi naweza nikasema kwa upande wa kuku ushakuwa mfugaji mkubwa. Kwa sababu kutokea 300 hadi sasa hivi ni hatua kubwa. Lakini sasa kinachonifanya nijiulize au niwe interested kufahamu ni kwa nini umehamia kwenye nguruwe? Kwa sababu tunafahamu pengine labda ungefuga ng'ombe au nini. Ni kipi ilikuwa msukumo hasa kwenye upande wa nguruwe? Kwenye upande wa nguruwe nilifanya utafiti. Sasa utafiti kuna siku naenda sehemu na kukutana uhitaji wa nguruwe ni mkubwa sana. Alafu nikaangalia mazingira Kigoma nguruwe ni wachache kuliko uhitaji wa watu. Ndio nikakaa nikawaza. Sasa kwa nini bora nifuge na nguruwe? Sawa. Sasa hivi ni bado ni mfugaji mchanga kwenye upande wa nguruwe. Sasa tunataka kufahamu ni changamoto zipi hasa ulikuwa unazipitia mwanzoni? Changamoto ya kwanza mwanzoni nilipata changamoto kutafuta mbegu nzuri. Nitafuta hapa Kigoma nikakosa. Ikabidi hadi niliagiza wapi? Mwanza. Niliagiza Mwanza nikapata mbegu ndio ninayo hapa ambayo nafuga, ni mbegu nzuri ambayo natumaini wakizaa wale sitopata chini ya nguruwe 100. Sababu nina nguruwe 10 jike, natumaini kupata zaidi ya nguruwe 100 baada ya kuzaa wale nguruwe. Nashukuru. Sasa wewe unamwambiaje mfugaji anataka kuingia kwenye nguruwe? Ni vitu vingapi avizingatie hasa? Vya kuzingatia vitu kama 3 kama sio 4.
Kwanza mbegu ya nguruwe. Mbegu gani nzuri ya nguruwe? Pili, chakula gani kizuri kwa ajili ya nguruwe? Tatu, mazingira mazuri ya kuwatunzia hao nguruwe, kwa sababu ni soko ambalo lina faida sana nguruwe. Sana linahitajika sana hapa Kigoma. Ndio. Nashukuru sana. Pengine labda kama kuna kitu ambacho unataka kuzungumza sasa. Ni nafasi yako. Aidha unamwambiaje mfugaji anayeanza au mfugaji anayepitia changamoto? Ni nini ambacho unaweza kumwambia? Mimi ninachopenda kumwambia au kumshauri, kwanza tusikate tamaa. Yaani useme leo umeamka kuku wawili wamekufa, sasa mimi sifugi tena, hapana. Cha muhimu ni kuzingatia nini kifanyike, kutatua changamoto kwa haraka. Mpata changamoto unatatua. Changamoto kwenye chakula, kwenye magonjwa ya kuku, magonjwa ya nguruwe, unatafuta njia ya kutatua na si kukata tamaa na kuachana na hiyo biashara au hiyo mradi. Mradi ni mzuri sana na unalipa. Sawa. Pengine labda mtu anajiuliza labda ni kazi sana au ni ngumu kuwahudumia. Unazungumzaje? Hakuna ugumu kuhudumia. Hakuna ugumu. Hasa ukiamua tu ukiwa umeamua. Hakuna ugumu, kwa sababu utakuja kwa mfano kuku, utakuja vifaranga, utalea kwa muda wako vifaranga, ukisha muda wa vifaranga utalea katika hali ya kawaida. Ni kuzingatia tu nini kinahitajika na nini hakihitajiki. Mazingira safi ya banda, mazingira safi ya vyakula, maji, basi hakuna changamoto nyingine. Kwa hata kwa mtu mwingine anaweza akafanya pia, labda kama ni mama wa nyumbani au kijana anaweza akafanya pia. Anaweza kafanya hata kwa mama nyumbani. Hata kula kaeneo kadogo cha kuweka hata kukumia. Unaanza na wao 100, utaenda 200, unapanda kila siku. Ila tu tusikate tamaa kwenye upambanaji. Nashukuru sana. Mlakoze Chane Kigoma. Paka hapa mimi sina cha ziada. Natumaini umeweza kujifunza, umeweza kuhamasika na kufahamu vitu ambavyo ulikuwa uvifahamu, hasa kwenye upande wa nguruwe, lakini pia upande wa kuku. Mimi nakukumbusha, kama bado unasita kufanya ufugaji, ni nafasi yako. Endelea kufanya ufugaji, ila tufanye ufugaji kwa tija ili uweze kuona faida katika ufugaji. Pia nina habari njema kwa wewe mkazi wa Kigoma na maeneo ya karibu. Sasa Koudijs, bidhaa za Koudijs bora zinapatikana hapa na zinapatikana Kigoma mjini. Na hapa chini kuna namba ya wakala ambaye wewe kama unahitaji bidhaa hizi wakati wowote utawasiliana naye na utaweza kupata bidhaa zako. Hapa tunazungumzia concentrate za upande wa nguruwe, kuku pamoja na vyakula vya samaki.